Hujambo na karibu tena, tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Ni siku nyingine tena tunakutana baada ya heka vuta ni kuvute zongo mbingo zote ambazo zimetokea siku ya jana kati ya jeshi la polisi pamoja na chama cha Chadema. Kamata ya viongozi wanachama, wengine wakipatikana huko Mabupande, lakini pia wengine Bagamoyo, na video zikisambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, wakina Twaha Mwaipaya pamoja na wengine wakipatikana wakiwa wamepigwa na kutelekezwa huko Mabupande. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba katika kesi hiyo ambayo ilikuwa na mvuto mkubwa, tumeshuhudia mambo mengi yakitokea kwa ndani ya mahakama. Tulikuletea hapa update moja kwa moja kila ambacho kinaendelea mahakamani, lakini kibaya zaidi ni kwamba siku ya jana ilikuwa ni siku mbaya kwa Chadema. Kwa mara ya kwanza tumeshuhudia viongozi wakuu 5 kati ya 6 katika chama cha Chadema wote wakikamatwa, na watu wakawa na hoji mpaka usiku jana. Chadema pia wakaposti kupitia mitandao yao ya kijamii kwamba yuko wapi katibu mkuu John Mnyika na makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche, kwamba walikuwa hawaonekani. Lakini mida ya kwenda saa 5 usiku jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam likatoa taarifa ya kuthibitisha kwamba liliwakamata, lakini pia limewaachilia na kutaja sababu za kuwakamata. Na punde tu baada ya kuachiliwa, John Heche alizungumza na kuandika mambo machache kupitia mitandao yake ya kijamii. Lakini kabla ya John Heche, Chadema walithibitisha kwamba katibu mkuu John Mnyika amerudishwa na jeshi la polisi katika ofisi za makao makuu ya chama akiwa salama kabisa. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limethibitisha kuwakamata na baadaye kuachia kwa dhamana viongozi na wafuasi 5 wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wanaodaiwa kujihusisha na mkusanyiko katika eneo la mahakama ya Kisutu wakati wa kusikilizwa kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu. Tukio hilo limetokea mapema jana Alhamisi tarehe 24 ya mwezi wa 4 2025, ambapo kulikuwa na idadi kubwa ya vikosi vya usalama katika eneo hilo kufuatia kila kilichoelezwa kuwa ni hatua za usalama, ikidaiwa kuwa kuna taarifa za uwezekano wa vitendo vya uvunjifu wa amani. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, jeshi la polisi limeeleza kuwa kazi ya kuzuia vitendo vya kihalifu inaendelea, kwani hilo ni jukumu kubwa la msingi la jeshi la polisi. Polisi imewataja watu waliokamatwa kuwa ni makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche, katibu mkuu John Mnyika, Chacha Heche Seguta, Swezi Dani na Radufu na James Mseti. Baada ya mahojiano, dhamana zao ziko wazi. Jeshi linatoa wito kwa wananchi wote kutojihusisha na vitendo vya kihalifu, kwani halitakuwa na huruma, lakini litashughulikia kwa kufuata misingi ya kisheria, imeeleza taarifa hiyo ya polisi. Jeshi la polisi limeeleza kuwa linaendelea na kazi ya kuhakikisha usalama wa jiji unadumishwa na litachukua hatua kali dhidi ya yeyote atakayejaribu kuvuruga amani, hasa katika maeneo yenye mvutano wa kisiasa. Taarifa hiyo imeongeza kuwa uwepo wa viongozi hao katika eneo la Kisutu ulikuwa ukifuatilia mwenendo wa kesi ya Tundu Lissu, lakini hatua zao zilitafsiriwa kama vikwazo kwa taratibu za usalama zilizokuwa zikiendelea katika eneo hilo. Moja kwa moja tuangalie ambacho alikiandika makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema John Heche punde tu baada ya kuachiliwa na jeshi la polisi. Kupitia mitandao yake mbalimbali ya kijamii, John Heche aliandika yafuatayo punde tu baada ya kuachiwa na jeshi la polisi kupitia mitandao yake mbalimbali ya kijamii: usiku huu mimi na wasaidizi wangu tumeachiwa na polisi baada ya kututeka na kutushikilia kinyume cha utaratibu kwa muda mrefu. Hakuna kiwango cha udhalilishaji, vitisho wala mauaji kinachoweza kuzuia kiu yetu ya kutafuta mabadiliko. Tutaipigania demokrasia kwa gharama yoyote, nitaeleza
kilichotokea leo katika hatua za baadaye. Akamalizia kuandika asanteni wa Tanzania, lakini watu wengi sana wametoa maoni yao. Huyu wa kwanza anasema kutakucha tu, hakuna anayeweza kubadilisha uhalisia huo. Thanks for your service kaka mkubwa. Mwingine anasema kwamba tusamehe wa Tanzania kwa kukufelisha na tupigania, lakini sisi tunaogopa kupigana na nyie, tunaitamani hiyo mioyo yenu, sijui nini kinatuzuia. Mwingine anasema kwamba pole sana, na siku nyingine wakisema msiende, nyie mwende tu, kwani mnapigania maslahi ya chama, hata mkivunjika poa tu, lakini kama mnataka mpambane kwa ajili ya wananchi tupo tayari, lakini kwa masharti ya kupambana kwa matatizo yetu na si kupambana na utawala. Mwingine anasema mkuu, sehemu nyingine piga kapelo yako safi, chukua boda akupeleke unapoenda, itakusaidia kuepukana na kazia ya hawa jamaa. Lakini pia huyu mwingine anasema kwamba shida ukivunjika ukiwa kwenye maandamano ya Chadema unajihudumia mwenyewe. Na mwingine huyu anasema kwamba sasa naweza kulala usiku huu, macho alikataa kufunga, usingizi hauji, nikabaki na waza Lissu yupo korokoroni, Heche hajulikani ni wapi alipo, nikabaki nina hasila na wala sijui la kufanya. Mungu likomboe taifa letu kutoka kwenye mikono ya hawa wazalimu, watatumaliza. Mwingine anasema Heche, hata mkifa leo na Lissu mmefanikiwa kwa kiasi kikubwa kutufumbua macho juu ya aina ya wanasiasa wa upinzani tuliokuwa nao. Mwingine anasema pole sana makamu, Mungu aendelee kukulinda kwa ajili yetu wapenda haki. Huyu ni Sativa. Lakini pia mwingine anasema kwamba you deserve this Tanzanian citizens, we feel shame for this. Lakini pia mwingine anasema kwamba pole sana makamu, kwa hakika giza limekuwa nene mno katika nchi yetu. Hii ni kiashiria kuwa kutapambazuka. Uwe imara katika Kristo Yesu Bwana na Mwokozi wetu. Lakini tumalizia na huyu anasema tunakupenda kiongozi, kuna siku uoga mioyoni mwa Watanganyika utaisha, na hapo viongozi wataanza kujificha, ipo siku. Hiki ndicho alichokiandika makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche, lakini kubwa amesema ya kwamba atazungumza mengi baadaye. Lakini katika taarifa yake anasema kwamba walitekwa na polisi na kushikiliwa kwa muda mrefu. Sasa tuliache kwako Mtanzania kwa hiki ambacho kimetokea. Una nafasi ya kutoa maoni yako, lakini nizidi kukuhimiza endelea kukaa karibu nasi zaidi kwa habari na taarifa mbalimbali na kila kitu ambacho kinakuwa kinaendelea hapa Tanzania, hususan katika kipindi hiki kuelekea katika uchaguzi mkuu ambapo tumeona mambo mengi yanatokea. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania kikipitia wakati mgumu. Tunaona viongozi, mwenyekiti akiwa yupo gerezani Ukonga akisubiria tena kurudishwa mahakamani, lakini akiwa na kesi kubwa ya uhaini. Lakini pia tume ya uchaguzi ikitangaza Chadema kukosa sifa ya kushiriki uchaguzi. Ndani ya Chadema tena kundi la G55 likiibuka kupinga kampeni ya no reforms no election. Kwa hiyo kuna mengi ambayo yanaendelea. Niseme tu kaa karibu nasi usipitwe na kila taarifa.